Vipi mashabiki wa kandanda, karibu tena hapa Tubone Media, mahali ambapo unapata habari za moto na zinazopikwa bila kupoa hata sekunde moja. Na leo rasmi kabisa Faisal Fei Toto yuko mbioni kuelekea Libya kujiunga na Al Tripoli. Na hii sio tetesi wala minong'ono ya mitandaoni. Hii ni taarifa ambayo imevunja nguvu mashabiki na kuwatoa wengine machozi ya furaha. Faisal anaondoka kwenye ardhi ya Tanzania na kuingia katika anga mpya ya soka la Afrika Mashariki na kuelekea kwenye timu ya Al Tripoli uko Libya. So kama wewe ni mara ya kwanza unatuangalia, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video kutoka kwetu. Na kwa muda mrefu sana tumekuwa tukifuatilia safari hii na sasa tumeingia hatua ambayo hakuna tena kubadili. Faisal Fei Toto amekubali masharti ya pande zote mbili zimemalizana, na kinachosubiriwa ni safari na utambulisho wake kama mchezaji mpya wa Al Tripoli ya huko Libya. Hapa Tubone Media tunakuja na maelezo ya kina kuhusu safari ya kijana wa kisiwani Zanzibar na kijana wa Tanzania Faisal Fei Toto kutoka Azam mpaka kwenda Al Tripoli ya Libya. Na kwa sasa kabisa Faisal amekuwa chombo muhimu kwenye soka la Tanzania. Kutoka Yanga amefanya makubwa sana, ambapo tumemshuhudia Faisal Fei Toto akiwa Yanga amefanya makubwa sana, lakini akarudi nyumbani Azam FC na kuendelea kung'ala. Lakini sasa ukurasa wake mpya umefunguliwa, ligi kuu ya Libya inamuita. Faisal Fei Toto ameondoka na huu ndio wakati sahihi wa kuchukua hatua kubwa kimataifa, kitu ambacho mashabiki wamelalamika kwa muda mrefu kwamba Faisal Fei Toto atumuoni anga za kimataifa, lakini saizi imekuwa hayawi amekuwa Faisal. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ni kwamba Al Tripoli wamempa Faisal mkataba mnono na mkataba wa mshahara kitu leo inapenda, na kujumuisha maslahi makubwa na malipo ya juu kabisa katika nafasi ya kucheza ligi kwenye mashindano makali na exposure kubwa. Na hapa hatuzungumzii fedha tu, tunazungumzia juu ya Faisal kubadilisha karia yake ya kucheza. Tumemzoea Faisal Fei Toto amecheza sana hapa ligi ya Tanzania, lakini hii hapa imekuwa ni bonus kwa Faisal Fei Toto kwenda kucheza mbali na Tanzania na kwenda kuchezea kama klabu kubwa kama Al Tripoli ya huko Libya. Na kwenye upande wa Azam FC wamekubali ofa hiyo, na mwisho wa mazungumzo ya muda mrefu walikuwa wanamtaka Faisal, lakini mazingira na pressure ya timu ya Libya wanatakiwa wachezaji wenye kufanya makubwa zaidi. Hivyo basi Al Tripoli ya Libya imetaka wachezaji ambao wenye uwezo mkubwa sana na wenyewe wapo kwenye kusuka kikosi. Hivyo basi kwenye jicho lao wameona kabisa Faisal Fei Toto anawafaa katika msimu ujao huko Libya. Na sasa mashabiki wanauliza kwa nini Libya na sio Ulaya? Jibu ni moja tu, Libya wamekuwa tayari na mpango na wanataka kujenga kikosi chenye nguvu zaidi. Wanataka kurejea kwenye mafanikio makubwa na wanataka Faisal Fei Toto awe sehemu mpya, na wanaona uwezo wake, na sisi wenyewe tunatambua uwezo wa kijana wetu Faisal Fei Toto. Amefanya makubwa sana akiwa Yanga African, na pia amefanya makubwa sana akiwa pale Azam FC, na saizi safari yake mpya inaelekea huko Libya. Kwa upande mwingine, hii ni nafasi ambayo inaweza kumfungulia milango mingine. Ligi ya Libya ina macho mengi sana ya scouting wa Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Faisal akifanya vizuri tunaweza kumuona na matumaini ya kwenda hata kwenye ligi kubwa zaidi. Hivyo basi Faisal amepata nafasi ya kucheza huko ligi ya Libya ambapo scouting wapo wengi sana. Hivyo basi akifanya vizuri tunaweza tukamuona kwenye ligi kubwa, na tumetazama Watanzania wengi ambao wanacheza kwenye ligi kubwa kama wakina Bwana Samata, nao walianza hivi. Na mashabiki wa soka nchini Tanzania wamekuwa na hisia mseto. Wapo wanaofurahia kuondoka kwa Mtanzania Faisal Fei Toto na wapo wanaopinga kuondoka kwa Faisal Fei Toto. Na kwa sasa kinachosubiriwa ni announcement rasmi kutoka klabu ya Al Tripoli ya huko Libya. Na mashabiki wa Tubone Media wanauliza sasa, tunawauliza swali kwa mashabiki wa Tubone Media. Je, unauonaje uamuzi wa Faisal kuelekea huko Al Tripoli ya huko Libya? Ni hatua sahihi kwa karia yake au unamuona alipaswa kusubiri mkataba mwingine? Wewe unaonaje? Drop comment hapo chini kwa Tubone Media, na usisahau kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kushare, alafu kama mkao wa kula juu ya update zaidi kuhusu taarifa ya Faisal Fei Toto kutangaza kwake. Na hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. So kama wewe ni mara kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, keep watching, bye bye.